Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Mwangaza FM, tusikilize na tafakari ujumbe Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo tarehe 5 ya mwezi wa 6. Mkaribie Yesu kwa kiu, ongea naye kwa lugha laini ya upendo. Mkaribie Yesu kwa kiu, ongea naye kwa lugha laini ya upendo. Ndugu zangu, ujumbe huu unatukumbusha umuhimu wa kuwa na uhusiano wa karibu na Yesu Kristo, na kufanya hivyo kwa kutumia lugha ya upendo. Kwanza tunahitaji kuelewa kuwa Yesu ni Mwokozi wetu, na kwamba uhusiano wetu naye ndiyo chanzo cha tumaini letu la milele. Tukirejelea katika Injili ya Yohana sura ya 15 aya 4 hadi ya 5, Yesu anasema, kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Kama vile tawi lisizae matunda likiwa limesahulika, ndivyo ninyi msivyoweza kuzaa matunda bila ya mimi. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami nikae ndani yake, huyo huzaa matunda mengi, kwa maana bila ya uhusiano wa karibu Yesu ili tuweze kufanya kazi ya Mungu. Basi baada ya kusikia hayo, leo tutaangalia mambo matano au namna ya kumkaribia Yesu na kuongea naye kwa kiu na kwa lugha ya upendo. Kiu ya rohoni, kutamani ushawishi wa Kristo. Yesu mwenyewe anasema, mwenye kiu na aje kwangu anywe. Kurejelea Injili ya Yohana sura ya 7 aya ya 37, kama mwili wetu unahitaji maji kwa uhai, ndivyo roho yetu inavyotamani uhusiano na Kristo. Daudi alilia, Mungu wangu, nimekuomba siku zote, nafsi yangu inakuwa na kiu kwako. Tukirejelea Zaburi ya 63 aya ya 1. Kiu hii ni dalili ya upendo wetu kwake na utashi wa kumkaribia kila siku. Jambo la pili, kukutana naye kwa unyenyekevu. Yesu anatuahidi, mkiwa chini na mioyo mikuu, nitaleta pumziko kwa roho zenu. Tukirejelea Injili ya Mathayo sura ya 11 aya 28 hadi ya 29. Lugha laini ni ile inayotoka kwa moyo uliobebwa na unyenyekevu, kama mama yetu Bikira Maria alivyoketi miguuni pake akimsikiliza. Tukirejelea Injili ya Luka sura ya 10 aya ya 39. Mungu haikatai moyo uliovunjika na unyenyekevu. Pia tukirejelea Zaburi ya 51 aya ya 7. Jambo la tatu, Yesu tunaongea naye kwa kuongea na Yesu kwa uaminifu. Siku zote tumfende Mungu, aangaliwe kwa Mungu. Tukirejelea katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya ya 3. Kama rafiki wa karibu, Yesu anatutaka kumwambia kila hali yetu, wasiwasi, shauku na hata mashaka. Haijalishi uwe katika hali gani, Yesu anahitaji tumwambie mambo yetu yote. Pia Petro alimuuliza kwa ujasiri, Bwana, nisiweze kukutekeleza? Hata wote watakukataa, mimi sitakukataa. Tukirejelea katika Injili ya Mathayo sura 26 aya 33 na aya 35. Ingawa iteseka, Yesu akumkataa, badala yake alimrudishia kwa rehema. Tukirejelea Injili ya Yohana sura 21 aya 15 hadi ya 17. Pia jambo la 4, tutaongea na Yesu na kuongea naye kwa lugha laini ya upendo. Tukiongea kwa lugha ya upendo ama sauti ya Mungu na ndani mwetu. Mungu ananena kwa sauti laini. Tukirejelea katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 19 aya 12. Wakati Elia alipokuwa na hofu, Mungu hakumlaumu, alimtuliza kwa upole. Vivyo hivyo Yesu anasema, ninyi ni marafiki zangu mkiyatenda ninayowaamuru. Tukirejelea Injili ya Yohana sura ya 15 aya ya 14. Upendo wetu kwa Yesu haupasi kuwa na hofu au sharti, bali wa dhati na wa huru. Basi kwa Yesu Kristo hatutakiwi kujibanabana, bali inabidi tujibarague kwa Yesu, naye 5,
ongea na Yesu kwa namna gani? Kwa upendo, kwa lugha, kwa njia ya kiu, kwa njia ya katika kiu yako. Yesu hapa atuambia, mwenye kuamini kwangu kutoka moyoni mwake tiririko wa maji ya uzima. Tukirejelea katika Injili ya Yohana sura ya 7 aya 68. Kama mwanamke wa Samaria alivyopata maji ya uzima. Turejelea katika Injili ya Yohana sura ya 4 aya ya 14. Sisi pia tunaweza kujaza kiu yetu kwa kumkaribia Kristo kwa imani. Tukirejelea Zaburi ya 42 aya ya kwanza, inatukumbusha kama vile mbao kazi inavyotamani vijito vya maji, ndivyo nafsi yangu inatamani wewe Mungu. Basi baada ya kusikia hayo yote, mara nyingi tunatafuta majibu kwa njia ngumu, lakini Yesu anasema, mimi ni njia, kweli na uzima. Tukirejelea katika Injili ya Yohana sura ya 14 aya 6. Kukumbuka kwamba yeye chanzo cha uzima, natuweka chini ya mwingilio wake. Kwa hivyo, mkaribie Yesu kwa kiu, mwambie kwa upendo, na utajikuta ukishiba milele. Pia ujumbe huu wa Mtakatifu Gaspari del Bufalo unatukumbusha kuwa tunapaswa kumkaribia Yesu kwa kiu na kuongea naye kwa upendo. Tunapaswa kutafuta uhusiano wa karibu naye ili tuweze kupata tumaini letu la milele. Basi nitawaachia ujumbe huu ambao utaenda kuishi ndani mwetu. Bwana karibu na wale waliomwita kwa kweli. Tutasoma katika ile Zaburi ya 145 aya ya 18. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Emmanuel Samuel Nziuna, frateri wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu.